Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV, kwa mara nyingine tena nimekuletea kisa hiki chenye mazingatio makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ameniwafikisha kukuletea kisa hiki chenye mazingatio makubwa, kisa cha vijana wawili ambao waliamua kutoka katika mji wa Madina kule Saudia na kwenda kufuata utulivu katika nchi ya Uturuki, utulivu wa kunywa pombe. Nini kilifuata baada ya kufika Uturuki? Mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kupata visa vizuri vyenye miondoko ya kidini kupitia hapa Khairo TV. Asante. Siku moja vijana wawili kutoka katika nchi ya Saudia, katika mji mtukufu wa Madinatul Munawwara, walipanga kusafiri kuelekea Uturuki ili huko wapate nafasi ya kunywa pombe na kustarehesha mioyo yao kwa uzuri bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Vijana walifunga safari moja kwa moja katika mji wa Uturuki, na walipofika katika mji wa Uturuki wakachukua taxi ili kuelekea vijijini ili wapate kunywa pombe kwa utulivu. Safari ilianza mpaka walipofika kijiji husika ambacho waliona kijiji hiki kitaenda sawa na yale ambayo tunayataka juu ya starehe yetu ya kunywa pombe. Walipofika katika kijiji husika, walienda katika hoteli fulani na kuanza kuchukua chumba kwa ajili ya mapumziko mara tu baada wakisha kunywa pombe, isiwe kwao tatizo. Walipofika katika hoteli husika, wakakutana na mhudumu pale mapokezi, akawakaribisha. Karibuni sana, naomba niwahudumie tafadhali. Wakasema tunahitaji chumba. Mhudumu alihitaji kujua wanatokea sehemu gani. Mmoja wao katika wale akajitambulisha, sisi tunatokea Saudia katika mji wa Madinatul Munawwara. Yule mtu wa mapokezi alifurahi sana na kusema, oh mashallah, hakika sisi tunawapenda sana watu wa Madina. Kuwaoneni hapa ni fahari kubwa, kwa sababu mnatoka mji ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameishi na amezikwa. Ni mji mtukufu sana. Karibuni, kwa sababu mnatoka tu katika mji wa Madina, basi nitawapa chumba bure na chumba chenye hadhi, mtapumzika. Alisema hivyo mhudumu, na kweli akawapatia chumba chenye hadhi, wakapumzika.
walikuwa wamekunywa pombe nyingi, na ilipofika alfajiri yule mhudumu akaenda kuwagongea, akawasalimia, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, habari zenu za alfajiri. Hakika imamu amekataa kutuswalisha baada ya kusambaa taarifa kwamba hapa kuna watu wa Madina. Kwa hiyo imamu ameona si bora yeye kupita mbele kuwaswalisha watu, ikiwa wapo watu ambao wanastahiki, watu wa Madina. Imamu anasema yeye si mtukufu mbele ya watu wa Madina. Watu wa Madina ni watu watukufu zaidi, kwa sababu wanatoka katika mji ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameishi na amezikwa. Kwa hiyo imamu anaomba mujiandae, muje kudiriki kuwaswalisha mmoja wenu, kuwaswalisha katika swala ya alfajiri. Alisema hivyo mhudumu. Mhudumu akaondoka. Alivyoondoka wakaanza kuulizana. Mmoja alikuwa bado pombe iko nyingi kichwani mwake, na mwingine akawa pombe imetoka. Aliyekuwa pombe yake imetoka akamuuliza mwenzake, vipi, unaweza kujiandaa ukenda kudiriki kuwaswalisha watu? Yule mwenye pombe nyingi akasema, hiyo Qur'ani yenyewe siijui, nitaswalishaje? Qur'ani siijui. Akaendelea tena kusema yule mwenye pombe nyingi, vipi wewe mwenzangu, utadiriki kwenda kuwaswalisha? Akajibu yule ambaye pombe imeisha, akasema, mimi pia Qur'an naijua chache sana, kwa hiyo sidhani kama nitaweza. Wakaendelea kulala. Baada ya muda akaja tena mhudumu, habari, tunawasubiri nyinyi muje kutuswalisha, muda unaenda, jiandaeni kabla ya jua halijatoka, kabla jua halijachomoza, muje kutuswalisha. Alisema hivyo na akaondoka. Yule ambaye pombe yake ilishaisha kichwani akasema, huu ni mtihani na hii ni aibu. Tumejitambulisha kutoka Madina Munawwara na hatuwezi hata kuswalisha, itakuwaje? Akamwambia mwenzake, tuoge tujiandae kwa ajili ya swala ya alfajiri. Kweli wakajiandaa, wakaingia bafuni, wakajiandaa, wakaenda msikitini. Walipofika msikitini, yule ambaye Qur'ani kidogo anaijua akapita mbele, akaanza kuwaswalisha watu. Na alipoanza tu kusoma surati al-Fatiha, msikiti wote ukawa unavuma kwa vilio. Yani alipoanza tu kusoma Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, msikiti wote ulivuma kwa vilio. Watu walikuwa wanavuta picha, wanaona kama wanaswali Madina, au walikuwa wanaona pia kama wanaswali mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wanavuta hivyo. Na kijiji kile hakijawahi kuswalisha na mtu wowote kutoka Makka au Madina. Ni fahari kubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni alfajiri ya huzuni na furaha na hisia kali. Aliendelea kusoma, watu wakawa wanalia, na imamu na yeye akajiunga katika kilio kile.
yule imamu kutoka Madina akawa na yeye analia. Akasoma surati al-Fatiha na akasoma surati al-Ikhlas na surati an-Nas, akatoa salamu. Baada ya pale watu walimkumbatia na kumpa mikono, na waliwakumbatia kwa pamoja, wakaagana na akarudi hotelini ambako alichukua chumba. Alivyofika hotelini akawa analia sana yule imamu, na yule mwenzake wakawa analia sana, huku wakiwa wanaomba toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakijutia kwa makosa yao ambao wameyafanya, na Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa mtihani ule na ibra ile ya mazingatio. Baada ya pale yule imamu alikuwa ni mstari wa mbele kabisa kusoma dini, na akajirekebisha, wakaacha pombe, na imamu alikuwa mstari wa mbele kusoma dini pamoja na kuwa mlinganizi katika dini ya Uislamu. Tunapata mafunzo katika kisa hiki. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kukuongoza, analeta uongozi au analeta jambo lolote ambalo wewe linaweza kukutoa katika maasi na kukupeleka katika njia njema. Kufikia hapa, mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV, niseme tumefikia mwisho wa kisa hiki chenye mazingatio. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kupata video zingine zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Uhibbukum bila hudud. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.